Shalom mwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Machozi ni mojawapo ya lugha za kale zaidi ambazo mwanadamu amewahi kutumia kuwasilisha hisia zake, kwa sababu kabla mtu hajajifunza kuzungumza hulia, na kabla hajajifunza kuandika, machozi yake huweza kuelezea maumivu, furaha, huzuni, hofu, shukrani au matumaini yake. Lakini pamoja na ukweli kwamba wa kawaida wa kibinadamu, Biblia inatufundisha kwamba machozi yana maana kubwa zaidi katika ulimwengu wa roho kuliko wengi wanavyofikiri. Machozi kibiblia yana maana kubwa sana zaidi ya vile ambavyo mtu anaweza kufikiri. Na katika maisha ya kawaida, watu wengi huona machozi kama ishara ya udhaifu. Mtu anapokuwa analia, mtu anapokuwa anatoa machozi, wengi wetu tunatafsiri yale machozi ya mtu yule kama vile ni udhaifu, au ameshindwa au amekata tamaa. Lakini watu wengi pia nao huficha machozi yao kwa kuogopa kuhukumiwa na jamii. Wengi huficha machozi yao kwa kuogopa kuhukumiwa na jamii. Lakini hata hivyo, pamoja na hayo yote, katika mtazamo wa kiroho, machozi yanaweza kuwa sauti yenye nguvu. Machozi yanaweza kuwa sauti yenye nguvu inayopenya mbinguni kuliko maneno mengi ya kinywa. Machozi yanaweza yakawa ni sauti yenye nguvu inayopenya mbinguni kuliko maneno mengi ya kinywa ambacho mtu anaweza kuyatamka au kuyaelezea, kwa sababu kuna nyakati ambazo mtu atashindwa kueleza maumivu yake. Kuna nyakati ambazo mtu atashindwa kueleza maumivu yake kwa maneno, lakini machozi yake huwasilisha ujumbe kamili mbele za Mungu. Kuna wakati mtu atashindwa kueleza maumivu alionayo, uchungu alionayo kwa maneno, lakini kwa machozi yake akawasilisha ujumbe mkubwa sana na ulio kamili mbele za Mungu. Mtunga Zaburi wa Zaburi ya 56 ule mstari wa 8, Zaburi ya 56 ule mstari wa 8 anasema, uyahesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Kumbe kuna Mungu ana chupa ya machozi na ana kitabu ambacho kinaandika machozi ya mtu. Kama Mungu ana chupa ya kuhifadhi machozi, kwa hiyo Mungu anayachukua machozi kama kimiminika, anahifadhi katika chupa yake. Na vile vile Mungu anachukulia machozi kama sauti inayozungumza. Ndio maana mwandishi wa Zaburi anasema uyahifadhi. Je, hayamo katika kitabu chako? Maana yake machozi yangu, machozi yako yanaweza kuwa kwenye kitabu cha Mungu. Na andiko hili moja kwa moja linatuonyesha kuwa Mungu tu si anaona machozi ya wanadamu, lakini bali pia anayahifadhi na kuyakumbuka. Mungu anayahifadhi machozi na kuyakumbuka. Mungu anayahifadhi machozi yako na anayakumbuka. Na hii ni siri kubwa sana ya kiroho ambayo inafunua kwamba machozi ya mwenye haki hayaanguki bure. Machozi ya mwenye haki hayaanguki bure. Kila tone la chozi linalomwagika kwa mwanadamu katika uwepo wa Mungu, kila tone la chozi linalomwagika kutoka kwa mwanadamu katika uwepo wa Mungu, lina thamani sana mbele zake, lina thamani sana mbele zako. Wewe unalia kwa nani? Unamimina machozi yako kwa nani? Je, kwa Mungu au kwa wanadamu? Mimina machozi yako kwa Mungu, kwa sababu Mungu anayaandika, Mungu anayahifadhi, Mungu anayakumbuka, na Mungu anasikia sauti ya machozi yako. Unaweza usiwe na maneno ya kuongea, lakini machozi yako yanasikika mbele za Mungu. Mungu akiyatazama machozi yako anaelewa, anasikia sauti inayotoka katika moyo wako. Na Mungu kamwe hayatupi machozi ya mwenye haki.
haki, kwa sababu machozi ya mwenye haki yanahifadhiwa kwenye chupa na Mungu anayakumbuka, yanaandikwa kwenye kitabu cha Mungu. Hebu jenga tabia, badala ya kulia kwa mwanadamu, lia mbele za Mungu. Umeumizwa, lia mbele za Mungu. Umekwama, lia mbele za Mungu. Huna maneno ya kuongea, lia mbele za Mungu. Huna maneno ya kueleza shukrani yako, mwaga machozi yako mbele za Mungu. Kamwage machozi kwenye madhabahu ya Mungu. Usimwage machozi kwenye kifua cha mwanadamu, usimwage machozi kwenye bega la mwanadamu, bali nenda kamwage machozi yako mbele za Bwana. Mungu atasikia sauti yako. Mwanadamu, tutaishia tukukupa moyo, tutaishia kukupa pole, tutaishia kukufuta machozi, lakini hatutaelewa lugha. Hatuwezi kuelewa lugha ya machozi yako, hatuwezi kusikia sauti ya machozi yako. Mwenye kuelewa lugha ya machozi yako ni Mungu peke yake. Mwenye kusikia sauti ya machozi yako ni Mungu peke yake. Unapolia, usiende kulia kwa wanadamu, kwa sababu ukienda kulia kwa wanadamu wanaweza wakakufuta machozi kwa kitambaa chenye pilipili, na ukifutwa machozi kwa kitambaa chenye pilipili utaendelea kulia. Lakini ukienda kwa Mungu, Mungu kwanza anayaona machozi yako, anasikia sauti yenye machozi yako, anayahifadhi na anayakumbuka, na yeye alisema atayafuta machozi. Mwenye uwezo pekee wa kukufuta machozi ni Mungu peke yake. Machozi yanazungumza, machozi yana lugha, machozi yana ishara, machozi ni furaha, machozi ni uchungu, machozi ni maelezo kamili mbele za Mungu juu ya hitaji lako unalohitaji. Mungu akubariki. Lia kwa Bwana, usiwakimbilie wanadamu, watakufuta machozi kwa leso yenye pilipili ili uendelee kulia. Mungu akubariki sana. Amen.